Karibuni watazamaji wa Tanganyika TV. Kwa majina naitwa Baju, BAJU, all the way from Sydney, Australia. Kaka karibu sana. Naomba ujitambulishe kwa watazamaji wetu. Kwa majina unaitwa nani na uko wapi kwa sasa? Asante sana mtangazaji Baju wa Tanganyika TV. Nashukuru sana kwa muda wako. Kwa jina kifupi naitwa Siam Yabili. Na jina ya kati ambayo ni Jumanne, lakini ni Siam Yabili kwa sasa. Napatikana Marekani. Mimi ni Mkongomani ambaye naishi Marekani kwa sasa. Nimeishi hapa kwa muda wa miaka 18. Tunashukuru sana. Na upo Marekani kwa sasa, kama ulivyosema. Tunapenda kujua na watazamaji wanapenda kujua kwamba ulizaliwa wapi na safari yako kidogo fupi ya maisha mpaka kufika Marekani. Asante sana. Swali nzuri. Mimi nimezaliwa DRC kwenyewe katika mji ambao unaitwa Kalemi. Nimezaliwa pale kwa muda, nimekaa pale kwa muda mrefu au kwa muda mchache tu. Alafu tukatoka pale tukaenda kwenye marasi huku ubembeni, alafu vita ikatukuta huko. Tukakimbia kama ndugu zetu wengine wa Kongomani walivyokuwa wanakimbia vita, tukakimbia tukajikuta tumevuka mipaka na tumeingia Tanzania. Pale tumekaa kwa muda wa miaka zaidi ya 10. Tanzania ilikuwa wapi exactly? Ni sehemu gani Tanzania ambapo mlikaa au mlifikia wakati mliofika Tanzania? Asante sana. Tanzania ilikuwa ni mkoa wa Kigoma. Tulifika pale, kuna kambi ambayo inaitwa kambi ya Nyarugusu. Watu wengi sana ambao wamepitia njia za ukimbizi, ambao wanafuatilia mambo ya ukimbizi katika nchi ya Tanzania watakuwa wanaifahamu kambi ya Nyarugusu. Tumekaa pale kwa muda mrefu sana. Mimi, mamangu, dada zangu, kakaangu. Kwa bahati mbaya mzee wangu alipatikana na vita akatoweka, lakini pole sana. Mungu alibariki tukafika pale salama. Tumekaa pale kwa muda mrefu sana, wametupokea vizuri wa Tanzania. Tumeishi pale katika hali ya ukimbizi mpaka tulipopata hifadhi ya kuja katika nchi hizi za ughaibuni kama Marekani, mambo kama. Na ni mwaka gani ambao mlitoka Tanzania kwenda Marekani? Tumetoka mwisho wa mwaka wa 2008. 2008 ndio tumetoka. Yes, tumetoka pale tumefikia Marekani, tumefikia state inaitwa Georgia, Atlanta, Georgia. Alafu mambo ya shule nini ikaforce watu tukamama saini napatikana katika jimbo la Tennessee. Asante sana. Sasa watazamaji watakuwa wana shauku ya kujua kwa nini tunafanya mahojiano haya. Lakini tunapokwenda mbele zaidi watapata picha halisi ya kile ambacho kinakusudiwa kuongelewa. Kuna watu wengi ambao wametoka katika hali kama ulizotoka, nikimaanisha hali za ukimbizi. Katika mazingira hayo wakatoka nchi zao wakaenda nchi zingine, na leo wapo nchi nyingi tu, wapo Marekani, wapo Uingereza, wapo Germany na nchi nyingi, Australia na nchi nyingi. Lakini wengi wao au kuna baadhi yao wamefika huku na wanafanya mambo yao wenyewe. Yani huko walikotoka wameachana kabisa na hizo hali ambazo walipitia, hizo changamoto, na wako huku na wanafanya mambo yao. Wewe ni kitu gani ambacho kinakusukuma zaidi? Ni wito zaidi ndani yako au labda ni kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako katika harakati ambazo unazozifanya kurudisha nyumbani au kuwapigania watu ambao wanapitia katika mazingira magumu, ili at least uweze kuweka mchango wako katika kuwasaidia? Ni nini hasa ambacho kinakusukuma kufanya kile ambacho unachokifanya? Asante sana. Swali ni nzuri sana ambalo umeuliza, na halafu umezungumza neno nzuri sana pale mwisho ulivyotaja neno la wito ama neno la mchango. Neno la mchango, kwa sababu inaweza kawa ni wito, inaweza kawa ni passion, ama inaweza kawa ni experience ambayo nimepitia, lakini yote kwa yote ukaiweka pamoja utakuja kukuta ni mchango fulani ambao nimejikuta mimi ambaye nimepitia katika hali ya ukimbizi. Hali ya DRC naijua, tumepitia
vita, tumenusurika kufa, tunajua watu waliopoteza maisha, Mungu awalaze mahali pema peponi, na bado leo wanaendelea kufa. Tukapitia maisha ya kambini, tunashukuru Watanzania walitupokea vizuri. Shida za kambini hatuziweki katika mikononi mwao, kwa sababu walifanya jukumu lao, lakini tulikuwa na shida nyingi sana. Tumefika huku, Mungu kabariki hilo, lakini pamoja na haya tusije tukasahau nyumbani. Kwa hiyo mimi, kuna mchanganyiko wa wito, kuna mchanganyiko wa majukumu, lakini yote kwa yote ni ile tu kujikuta mimi ni mtu ambaye nimepitia njia fulani kufika hapa. Kama wakongomani wengi, wakimbizi wengi ambao wamefika Marekani, hata huko kwenu Australia, Ufaransa, mambo kama, tumepitia hali ambayo si nzuri, na hiyo hali ingelikuwa haijabadilika huko nyumbani, basi tungelisema kwamba okay, tumefika, tunanawa mikono, kule kulikuwa ndo kwetu, sasa hapa ndo nyumbani. Lakini si kama nchi nyingine, walikuwa na vita ikaisha. DRC na vita bado, matatizo bado tuna produce more refugees than anybody. Kwa hiyo sijajisikia kama ni mtu ambaye nimepitia ile njia, sijajisikia kama kuna kufika Marekani na kukaa alafu nakaa kimya ni jambo zuri. Ndio tuna makazi, tumesoma, tumezaa, mambo kama, lakini itabidi tujisukume kuangalia kipi tunaweza tukafanya kusaidia nchi yetu ya Kongo. Asante sana. Sasa unadhani kwamba malezi pia yamechangia? Nikimaanisha kwamba unajua malezi yana mchango mkubwa sana katika kumshape mtoto katika mitazamo, katika misingi labda ya imani, kutokana na imani tofauti tofauti, katika zile values ambazo wazazi wanaziweka kwa mtoto. Wana mchango mkubwa sana. Kuna asilimia kadhaa hapo, wanasema karibia 49 hivi 51 ambazo wazazi wanachangia katika malezi. Sasa hiyo hali ya kuwafikiria wengine, hiyo hali ya kuwawazia wengine, watu wengi wanafanya mambo yao tu, na mtu anafanya mambo yake kwa sababu tu mambo yake yanaenda sawa, anakuwa na mpango na wengine. Kwa bado nimesema pale kwamba unadhani kwamba mchango wa malezi au katika malezi ya wazazi walichangia kwa kiasi fulani wewe kuwa na mtazamo wa namna hiyo, mtazamo ulionao wa kuwafikiria wengine, wa kuwawaza wengine? Of course. Wazazi wangu wana mchango mkubwa sana katika hali ambayo nimejikuta sahi. Kunilea, sijawahi vuta sigara hata yote, sijawahi kunywa pombe, sijawahi ingia jela, sijui pingo inakuagaje mikononi mwangu. Kwa hiyo yote ni shukuru kwa wazazi ambao waliniandaa vizuri katika dunia hii ya leo, na wakaniandaa kwa hali ya kuwa na ukumbufu wa kukumbuka nyumbani, kukumbuka watu wetu. Ndio, na pia mambo ya kidini pia, kulelewa katika hali ya kusema kwamba kumjua Mungu. Hayo pia ni mambo ambayo yalikuwa ni percentage kubwa sana ambayo amenisaidia kunifikisha ambapo nimefika. Kwa hiyo ndio, wazazi wangu, ndugu zangu pia. Unajua sisi wa Afrika, hasa wa Kongomani, tuna ile community based, ile ndio mzazi wako ni mmoja, lakini pia kuna watu wengine ambao wanakuzingira, ambao hamwezi mkawa hata kabila moja, lakini wao nao pia wanachangia jinsi gani unakomaa. Ukijaribu kufanya fujo, wanachangia jinsi gani ya kukunyoosha vizuri. Kwa hiyo kila mtu ambaye nimepita katika hii njia nikakutana naye, amechangia kitu kikubwa sana. Wazazi of course kipaumbele, Mungu kipaumbele pia, majirani, watu wa kawaida, mambo kama. Nadhani umeongea kitu cha ile mtoto kulelewa na community. Nadhani kwa sisi wa Afrika, na ukirudi nyuma kidogo, hata leo nadhani kwenye mazingira ambayo sio ya miji mikubwa ile zaidi, bado kwa kiasi kikubwa bado utamaduni upo. Yani tulikuwa sisi, mtoto ulikuwa ukijichanganya vibaya, wazazi labda wapo kazini, ukijichanganya vibaya, jirani anaweza akakudiscipline. Jirani anakupiga kwa sababu majirani wanakuwa ni shangazi zako, ni mama zako wadogo, wakubwa, anakudiscipline kabisa. Na wazazi wakija nyumbani ukataka kushtaki, unapigwa mara mbili. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa ni wazazi na wenyewe, ilikuwa ni sehemu ya nadhani hiyo
ilikuwepo, na kwa bahati mbaya labda siku hizi kidogo inaanza kupotea. Tuende kwenye safari ya moja kwa moja sasa kwenye safari yako ya Umoja wa Mataifa. Safari yako ya Umoja wa Mataifa kuingia katika organization hizo na movement rasmi ambazo zianza, ilianzia wapi na ilianziaje? Nini ambacho kilichokusukuma zaidi kutaka sasa kuingia, sio tu kwamba ile kufikiria ndani ya moyo, lakini kutaka kuingia kwenye vitendo kabisa kwamba nataka nifanye hiki? Nini ili kusukuma, lakini ilianzia wapi? Safari hiyo ilianzia wapi rasmi? Nashukuru sana. Safari ilianza kwa, tukisema kwamba hili ni swali ambalo tukaligawa kwa vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni kusema kwamba uwaga kwa muda wote ulitokea nimezaliwa uwaga na ile ule moyo wa kusema kwamba ipo siku I will give back to my country. Kuna ule moyo wa kujisukuma kusema ipo siku nitajaribu kujiweka sawa kimaisha, alafu na mimi nichangie lolote lile ambalo naweza nikachangia, liwe ni ndogo liwe ni kubwa katika nchi yangu. Uwaga lile lipo ndani. So nipokuwa hapa Marekani, wengine tumesomea hapa, tumeoea hapa, tumezalia hapa, mambo kama hayo. Kwa nilikuta hapa, waga nilikuwa najipiganisha njia gani ninaweza nikajaribu kusaidia watu ambao wako DRC. Kipindi mambo kama hayo nikafungua organization zilikuwa zinasaidia watu kule Kongo pamoja na hapa. Alafu siku moja nikapata mara ya kwanza na Umoja wa Mataifa, nikapata barua kutoka Umoja wa Mataifa wenyewe. Alikuwa ni president wa ECOSOC, akanitumia barua kwamba eti unaalikwa kuna mkutano. Alafu nilikuwa nadhani ni prank kwa sababu sina connection yote ile na Umoja wa Mataifa. Nilikuwa sijui mtu, mimi ni kati ya watu ambao unajua kuna watu ambao wamefika mbele kwa sababu kuna mtu fulani kule kampandishia daraja, kampa mkono, kamkokota. Kwa mimi sikuwa najua mtu kule. Nilikuwa najua Umoja wa Mataifa ni nini, tumesoma shuleni, lakini sijui mtu kule. Na pia tena kwa kaka samani, kwa zilikuwa tu ni jitihada binafsi za kwako, za ile kiu iliyokuwa nayo utaka kusaidia kwa katika ile hali ya wewe kupambania hicho kitu, wakawa wamekufahamu kwa namna hiyo. Yani kama unavyosema hakuna mtu ambaye aliyekupeleka, kwamba kuna mtu ambaye aliyekuintroduce same, lakini ni ile chachu iliyokuwa nayo, na kwa neema ya Mungu ni kwamba ukao umefika huko kwa namna hiyo. Ndicho ndio. Nimefanya kitu fulani waka recognize, alafu nilikuwa nalikuwa katika university naenda kuongea mambo ya DRC, mambo kama hayo. Kwa hiyo lakini mimi nilikuwa sijui wana pay attention. Alafu siku moja nikakuta barua kwenye ilianza kwanza email, imefika alafu barua ikafuata. Kwa hiyo hapo waswali tulisema itika wetu kataa neno. Ingawa kama Umoja wa Mataifa wenyewe hawana history nzuri DRC, na hicho kilinifanya nisite kidogo, lakini nikaona out of curiosity acha niende. Tukafika pale, alafu hadi leo sasa tumekuwa miaka na miaka tuko pale, bado tunaendelea kupambana. Ilikuwa ni kama nafanya vitu lakini wao wananiangalia, mimi sijui naangaliwa, wananitazama, mambo kama. Sawa. Vizuri sana. Na ni makampuni ni organization zipi na zipi? Kwa sababu kama tunavyojua kunakuwa na organization tofauti na zote zinakuwa na mlengo mahususi, specific area ambazo zinakuwa zina deal katika mambo yake. Unaweza ukataja kwa kila moja na mlengo wake mahususi kwenye kila organization, na wewe agenda ambayo ulio propose kwa wao ni nini, kile ambacho ulikuwa unataka wasaidie au uweze kukifanikisha kupitia kwa kila moja. Asante sana. Of course Umoja wa Mataifa ina organization nyingi sana, lakini pia ina tawi 6 ambazo ziko ndo tawi ambazo hizi ndo Umoja wa Mataifa ambazo zina msimamo kabisa Umoja wa Mataifa. Na lakini tawi ambalo nimeniita mimi ni tawi ambalo linaitwa ECOSOC kwa kifupi, lakini kwa kirefu ni Economic and Social Council. Nimeniita kule, nimefika pale kama nilivyosema itika wito kataa neno. Lakini nilipofika pale
Ajenda yao ilikuwa kwamba leo ni siku ya vijana, tunakaa chini, vijana dunia nzima tunakaa chini, tunaongelea tatizo ambazo ziko ni tatizo sahihi, ambazo ama hazijawa tatizo sahihi, lakini kule mbele inaweza kawezekana zinakuwa tatizo, na nyinyi ndo warithi wa future, nyinyi ndo warithi wa kesho. Kwa hiyo itabidi nyinyi tunaikaa chini, tunakaa na ma leaders of different countries, kama ma president, ma ministers, tunakaa nao chini, itabidi tuangalie tunaleta solutions. Hapo ndo ilikuwa wito wao. Lakini mimi nilipofika pale nilikuta kuna kitu fulani ambacho sijapenda. Na hilo kitu ilikuwa ni sauti ya Mkongomani, na ndio pale tuna serikali ya Kongo iko pale, pamoja pia tuna watu wengine, lakini sauti ya Mkongomani ambayo iko kati, ambayo yani sauti ambayo ndo huyu ni Mkongomani ambayo hazungumzii kwa sababu anapenda government, hazungumzii kwa sababu anachukia government, ni Mkongomani ambaye ameathirika na ule ubaya ambao unapitia ndani ya DRC, na ni kama ni shahidi pia wa ubaya pia. Hiyo sauti ambayo haiko corrupted, sauti ambayo iko clean, sauti ambayo imepitia yale maneno haiko pale. Kwa hiyo ambayo haina agenda fulani nyuma yake. Kwa hiyo ndo nikajikuta niko pale, nikasema ingawa kama sikuwa na kiu mwanzo cha kufanya hili jambo, hapa ndo naona ndo kiingilio changu sasa. Hapa natakiwa nikae hapa, niezeke hapa, nijenge ile sauti ambayo imekosekana. Kwa hiyo ndo tukaungana na Economic and Social Council, tukaungana nao, alafu tukaanzisha organization zetu ambazo tunakuwa tunafanya nazo kazi. Ndo ilikuwaga ya kwanza. Tumefanya nao au sasa hivi tunafanya nao karibia conference zaidi ya 7 kwa mwaka. Tunaanza na partnership forum ambayo inatokea mwezi wa kwanza. Hiyo ni kwamba tunakutana pale, tunaangalia jinsi gani ya kabla mtu hakujatoa mtu agenda yote ile, dunia hajatoa agenda, leader fulani hajatoa agenda, vijana watu hajatoa agenda, tunakutana kwanza kama mapana, jinsi gani tutatumika pamoja kama mapana. Hiyo ndio nani ya kwanza ambayo inafungua mlango, ni tarehe 17 mwezi wa kwanza. Alafu tunatoka pale tunaingia conference ya vijana inaitwa ECOSOC Youth Forum. Kutoka pale tunaingia high level political forum, ambayo hiyo ndo ni kubwa yani katika mwaka mzima kuna kubwa kabisa, ndo hii inaitwa General Assembly. Kutoka General Assembly ndo high level political forum. Hiyo ni conference inachukua wiki 2. Mnakaa pale na leaders tofauti kwa siku 2, mnaikaa kuangalia tatizo za kisiasa zinatokea wapi, zinaanzia wapi, ziko wapi na tunazitatuaje. Kwa hiyo na sisi tunajaribu kupachika sauti, kwa sababu kila mtu pale anakuja kusema la kwake, anakuja kufanya la kwake, kila mtu ana idea yake, agenda yake, kwa hiyo na lengo lake pia. Kwa hiyo na sisi tunajaribu kupachika sauti yetu pale kama Mkongomani halisi ambaye ameathirika na hili jambo, na pia tunashirikiana na watu tofauti. Kwa hiyo kutoka hapo ndo tunaingia kipengele kingine cha Umoja Mataifa ambao ni General Assembly, ambao kila mtu anajua ndio marais sasa wanakuja, marais wote dunia wanafika pale. Tunafanya agenda tofauti nao, inatokeana na kilichopo mezani. Kwa hiyo tunafanya mambo kama hayo, alafu hiyo kamalizika, kuna mambo mengine madogo, alafu tunaama Washington. Kule kuna Benki ya Dunia pamoja na IMF. IMF ndo tumetoka wiki ambayo imepita, tumekuwa pale, ambapo Benki ya Dunia tumekutana pale pia, kwa sababu tunajua sisi ni vijana ambao tunatetea haki ya Kongo, na haki ya Kongo haishi tu mambo ya vita, pamoja development ipo, na pamoja kuna mambo ya mikopo ambayo haina haki nzuri ipo. Kwa hiyo itabidi pia sauti tunaipeleka huko. Kwa hiyo kwa kifupi ndo hayo ndugu yangu.